Sente Rinda Ramanda. Tunakuinua. Asante kwa ajili ya uwezo wako. Asante kwa ajili ya kila mmoja mahali hapa Bwana. Asante kwa ajili ya ibada hii Bwana. Pokea sifa na heshima Bwana. Pokea sifa na utukufu Mfalme. Pokea sifa na shukrani zetu Bwana. Umetulinda Mungu, umetutia nguvu, umetuwezesha Bwana. Hapa tulipofika ni wewe umetusaidia. Ni wewe Mfalme wa amani. Ni wewe Bwana wa mabwana. Ni wewe Mungu wa miungu. Ni wewe Mfalme wa utukufu. Pokea sifa na utukufu Bwana. Pokea sifa na heshima Bwana kwa ajili ya kila mmoja, kwa ajili ya wote tulio pamoja kwa njia ya mtandao. Pokea sifa na utukufu Bwana. Rika romo konteremo korianda. Rika ntaramakoshi kenterebo korianda. Rikonturumo korinda ramanda. Ninakutukuza Bwana, ninakuinua, ninakutukuza Mfalme, ninakuinua, ninakutukuza Mungu wa miungu, ninakuinua, ninakutukuza Bwana wa milele. Asante kwa rehema zako, asante kwa neema yako Bwana. Riko bokorianda ramakosheke, rikanta ramakori montorobo korianda. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninaachilia damu yako kwenye akili zetu, kwenye fahamu zetu. Ninaachilia damu yako kwenye mioyo yetu Bwana. Poenda kusikiliza ujumbe wako asubuhi ya leo, Roho Mtakatifu ukawe pamoja nasi. Roho Mtakatifu ukatuatamie. Roho Mtakatifu ukatufundishe. Roho Mtakatifu tukauone uweza wako na nuru yako. Ukatukumbushe Bwana kwa ajili ya ufalme wako, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu mwenye neema, asante Mungu mwenye rehema, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pigie Bwana Yesu makofi na vigelegele. Haleluya, haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake, kwa jinsi ambavyo ametupa tena kibali cha kuiona asubuhi ya leo. Ni huruma za Mungu ya kwamba hatuangamii. Ni rehema za Mungu ya kwamba hatuangamii. Haleluya. Tutaenda kulitizama neno la Bwana kutoka kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 3 na ule mstari wa 16. Yohana sura ya 3 ule mstari wa 16. Lakini tutaanza kusoma ule mstari wa 13 mpaka wa 20. Ni wakati ambao Yesu amezungumza habari ya ubatizo. Alafu Nikodemo akawa anamuuliza maswali kuhusiana na kile ambacho Bwana alikuwa amekizungumza. Tukianza ule mstari wa 13, anasema, wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yani mwana wa Adamu. Na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndiyo hukumu, ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakalipenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Bali yeye atendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi, ya kuwa yametendwa katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Neno la Bwana asubuhi ya leo
linanikumbusha mimi na wewe ya kwamba tutizame jinsi Mungu alivyokuja duniani, jinsi Yesu alivyojitoa duniani kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Jinsi ambayo inaonesha Mungu aliupenda ulimwengu tunaipata kwenye kile kitabu cha Isaya, ile sura ya 53. Isaya sura ya 53. Neno la Bwana linazungumza hivi: ni nani aliyesadiki habari tulioileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mororo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumuonapo hana uzuri hata tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu mficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hatumhesabu kuwa kitu. Hakika aliyachukua masikitiko yetu, alijitwika huzuni yetu. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Alionewa, lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake, kama mwanakondoo apelekwaye machinjioni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake. Naam, hakufunua kinywa chake. Kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa. Na maisha yake ni nani aliyesimuliwa? Maana amekatiliwa mbali na nchi ya walio hai. Alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu, wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya na pamoja na matajiri katika kufa kwake, ingawa hakutenda jeuri, wala hapakuwa na ila kinywani mwake. Lakini Bwana aliridhika kumchubua, amemhuzunisha atakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi. Ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisoma hii sura ya 53 yote inazungumza kwa habari ya kitu alichokifanyiwa Yesu pale msalabani. Wakati Isaya na yatabiri haya ni mamia ya miaka kabla hayajatokea. Alafu baadaye na sisi leo hii tunatizama ni maelfu ya miaka imekwisha kupita tayari tangu yalipotokea haya. Tukirudi kwenye somo letu, analotuambia kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Jinsi yenyewe ndio hii, alimtoa mwanae wa pekee, alimtoa ambaye hakustahili kufanyiwa hayo aliyofanyiwa. Alikuja duniani Bwana Yesu kwa ajili ya kuukomboa ulimwengu, kwa ajili ya kuonyesha upendo wa Baba, jinsi alivyokuwa ana shauku ya kuturudisha wanadamu tuwe wana wake, tuwe watoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Ilikuwa ni jinsi ya mateso sana, ilikuwa ni namna ya kuumiza sana. Kwa sababu cha kwanza, yale yote aliyokuwa akifanyiwa hakuna hata moja alilolistahili. Yale yote aliyokuwa akipigiwa mijeledi, yale yote yaliyomfanya astahili taji ya miba, yote yaliyomsababisha apate misumari kwenye mikono na miguu, mijeledi mingi sana, makofi na kutemewa mate,
hakuna hata moja ambalo lilikuwa ni kwa ajili yake. Yale yote yalikuwa ni kwa ajili yangu mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pamoja na hayo yote, sisi kwetu katika ulimwengu wa roho ilikuwa ni tarajio la kicheko baada ya ile kazi aliyoifanya msalabani. Maana Isaya pia alitabiri akasema ya kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa kupigwa kwake aliuchukua umaskini wetu akatupa utajiri wake. Kwa kupigwa kwake alichukua aibu yetu akatupa utukufu wake. Kwa kupigwa kwake alichukua adhabu yetu, alichukua uchungu wetu akatupa amani yake. Alichukua adhabu yetu akatupa furaha yake, akatupa tumaini lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna pahali neno la Bwana linazungumza na kusema ya kwamba nashangaa sana mnavomwacha upesi. Nashangaa sana yule aliye stahimili mapingamizi makuu namna hii. Katika ulimwengu wa roho ni kitu cha kushangaza. Katika ulimwengu wa roho mbinguni wanatazama huyu mwanadamu asiyethamini kile ambacho Bwana Yesu alikifanya pale msalabani. Katika ulimwengu wa roho wakikutizama, serikali ya mbinguni ikimtizama mwanadamu, bado inashindwa kuelewa ni kwa nini huyu anaendelea katika hili. Kwa nini huyu hataki kuacha uovu? Kwa nini huyu mwanadamu amewekwa huru tayari, ametangaziwa tayari? Nimewatuma watumishi wangu duniani kwa namna nyingi sana, wamehubiri kwa namna nyingi sana, wamesema kwa namna nyingi sana, lakini bado watu hawataki kuacha uovu. Lakini bado watu wameng'ang'ana kushikilia dhambi. Kwa nini? Yaani ulimwengu wa roho mbinguni wanajiuliza huyo mwanadamu. Ndio maana neno la Mungu kwenye kitabu cha Mwanzo, Bwana anasema sintashindana na mwanadamu kamwe, kwa sababu mawazo yake ni mabaya tangu ujana wake. Mawazo yake ni mabaya tangu ujana wake. Tangu alipopata nguvu aliona kwamba haina haja tena ya kumtumainia mwanadamu. Tangu ulipopata akili, haina mwanadamu, ni rahisi kusema ninayaweza. Tangu ulipopata kujitambua, mwanadamu aliacha kuitegemea njia ya Mungu na akafata matakwa yake mwenyewe, akafata mishe zake mwenyewe hapo ulimwengu. Lakini akasahau ya kwamba hakuna aliyekuja duniani kutimiza mapenzi yake. Wote waliokuja duniani, hata Yesu mwenyewe alikuja kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi ni watendakazi pamoja na Bwana, ni wafanyakazi shambani mwa Bwana. Sisi ni vyombo vya Bwana kutenda kazi hapa ulimwenguni. Watu wameacha kutenda kazi waliotumwa kuifanya, wameacha kufanya yale yaliyowapasa kuyafanya, na wameibuka kwenye kuyafanya mambo mengine ambayo ni njia zao mwenyewe. Ukitizama kwa sura ya kawaida, ikiwa sisi ni watendakazi, basi hata katika ufalme wa Mungu kati yetu hakuna mwenye ndoto. Sisi tunatimiza ndoto za Bwana hapa duniani. Na hata ukiwatizama waliofanya mambo makubwa ambao tumeandikiwa kwenye Biblia kama mifano, hakuna hata mmoja ambaye ilikuwa ni yeye anatimiza ndoto zake. Wote walitimiza kusudi la Mungu na Bwana akawaweka mahali pa juu sana. Kimtizama mfalme Daudi, anatoka machungani mpaka anakuja kuwa mfalme, hakuna pahali Biblia inatuonyesha ndoto ya Daudi ilikuwa ni kukikalia kiti cha ufalme. Hakuna mahali Biblia inatuonyesha hilo. Ukimtizama Samson, wakati anapigana na majeshi ya Wafilisti,
na anawaua kwa namna ya nguvu, anapigana kwa nguvu nyingi na anashinda kwa uwezo mkubwa. Hakuna pahali tunaona ilikuwa ni ndoto ya Samson kwamba kuyatenda hayo. Aliyafanya kwa jinsi Bwana alipompa uweza, aliyafanya kwa namna ambayo Mungu alitaka yafanyike. Bwana Yesu asifiwe. Ukimtizama Yusufu, ametoka kuwa mtumwa mpaka amekuwa waziri mkuu. Katika ulimwengu wa roho alikuwa ni mapenzi ya Bwana ndani ya Yusufu, na si Yusufu alikuwa anatamia ndoto ya uwaziri mkuu kwenye maisha yake. Hapana, alikaa kwenye kusudi la Mungu ambalo lilikuwa ni kuwatoa wana wa Israel, wana wa mzee Yakobo, kutoka kwenye familia kwenda kuwa taifa. Aliyekuwa amepewa tenda ya kusimamia hayo maono ya Bwana alikuwa ni Yusufu, kwamba awatoe kwenye nchi yao, awapeleke Misri, alafu huko wakafanyike taifa, warudi tena. Ukimtizama Musa, hakuwa na maono ya kuwaongoza wana wa Israeli, lakini Bwana ndiye aliyekuwa na maono ya kuwatoa wana wa Israeli kutoka Misri kwenda nchi ya Kanaani. Na hata Musa alipojaribu kujitetea ayafanye maono yake ambayo ni maisha yake binafsi na familia yake, Mungu alimzuilia. Mungu akaondoa namna zote za kujitetea na akampa msaidizi, akaenda naye ambaye alikuwa ni kaka yake Haruni, kuhani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaona kwamba tumekuja duniani tuyafanye mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni watu waishi kwenye utakatifu. Tuwafundishe watu njia ya kweli, tuwafundishe watu njia ya haki, tuwafundishe watu maisha halisi ya Bwana, jinsi anavyotaka tuishi. Tuwafundishe watu kwa matendo yetu, kwenye biashara zetu, kwenye kazi zetu. Bwana anataka kila mmoja afanye kile ambacho amemuitia. Kila unachokifanya kiwe ni ambacho Bwana amekuitia. Lakini na hiki kinachotakiwa tukifanye si kwa sababu tumeamriwa tu, ni kwa sababu Yesu alitununua na sisi tu watumwa shambani mwake. Turudi, kwa maana jinsi hii alitoa damu yake kuwa fidia ya wengi. Alitoa damu yake ili atupate sisi tuwe watendakazi shambani mwake. Alitoa damu yake ili kutulipia deni zetu. Lakini Paulo anasema, nashangaa sana mnavyomwacha upesi. Nashangaa sana jinsi ambavyo dunia inakimbilia kwenye uovu. Nashangaa sana jinsi ambavyo wana wa Mungu wanaacha kuyatenda mapenzi ya Mungu. Nashangaa sana jinsi ambavyo waliookoka wamemkiri Yesu, wamebatizwa, wamehubiriwa Injili, wamemfahamu Yesu, wamesema naye kwa namna tofauti tofauti, kwa njia ya ndoto, kwa njia za maono. Watu wamekutana na Bwana, mara nyingi ametutendea na shuhuda tunazo. Lakini ulimwengu wa roho, mbingu zinauliza, wanashangaa sana. Nashangaa sana ni jinsi gani ambavyo mwanadamu niliyempenda upendo kama huu na yeye ananiacha. Ni jinsi gani mwanadamu ambaye nimejitoa uhai msalabani na yeye ananiacha kirahisi namna hii, kwa sababu ya fedha, kwa sababu ya tumbo, kwa sababu ya mke au mume, kwa sababu ya kazi. Bwana anashangaa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliyoyapata Yesu yalikuwa ni makali. Aliyoyapata Yesu yalikuwa ni magumu. Aliyoyapata Yesu yalikuwa ni mazito. Anasema mtu wa huzuni nyingi ajuae sikitiko. Ile huzuni, kama wevuta picha, kama mtoto wako mmoja anaweza akakusumbua, akakukosesha amani, ukajisikia kulia hata mchana kutwa kwa anayoyafanya, labda tabia zake ambazo uzipendi. Sasa Yesu hakufa kwa ajili ya mtoto mmoja, alikufa kwa ajili ya ulimwengu mzima wenye tabia kama hiyo. Alichukua magonjwa akatupa uzima wake.
Kama ugonjwa mmoja, kisukari, unaweza ukamnyima mtu furaha, akalia usiku kucha mchana kutwa, akaishi kwa mateso na maumivu. Yesu hakufa kwa ajili ya kisukari cha mtu mmoja, alikufa kwa ajili ya kisukari cha maelfu na mamilioni na mabilioni ya watu. Kama stroke inaweza ikamtesa mtu mmoja, Yesu alichukua stroke ya maelfu na mabilioni ya watu. Sasa uchungu alionao mwenye ugonjwa mmoja, Yesu alibeba ule ugonjwa mara idadi ya watu wote. Vuta picha, ni maumivu ya namna gani? Vuta picha, yalikuwa ni mateso ya namna gani? Kama ilikuwa ni kansa, Yesu hakuchukua kansa ya mtu mmoja, alichukua ni kansa ya kila aina, ya kila kiungo, mara idadi ya watu wote watakao muamini. Unaona, neno la Bwana linatuonesha wazi, wakati akiwa mlimani pale akitafakari kilichoko mbele yake, na wakati anajaribu kumwomba Mungu kikombe kimwepuke, tunaonesha kwamba aliyatoa machozi ya damu na jasho la damu. Maana yake nini? Ilikuwa ni huzuni ambayo ndani yake kuna kila aina ya maumivu. Magonjwa yanayotesa leo, kila aina ya ugonjwa unaojua na maumivu yake unaoyajua, ndani ya Yesu ilikuwa sio huo ugonjwa peke yake, yalikuwa mengi, lakini akayabeba ili sisi tupone. Ndani ya Yesu kulikuwa kuna mengi zaidi ya hako kanako kutesa. Kama ilikuwa ni magomvi na uchungu na malalamiko na madhambi ya watu, Yesu aliyabeba. Kama kwako kuna kajaribu kamoja kanakusumbua, Yesu alikabeba kama hako mara idadi ya watu wote ulimwenguni, mpaka ambao bado hawajazaliwa, Yesu alibeba hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana jinsi hii, jinsi yenye maumivu makali, kwa maana jinsi hii ni jinsi yenye huzuni nyingi, kwa maana jinsi hii ni jinsi yenye mateso makali. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tukijua au tukitafakari jinsi Yesu alivyojitoa msalabani, tukitafakari maumivu aliyoyapata, tukitafakari huzuni aliyoipata, mateso aliyoyapata ambayo hakustahili hata moja, tutaacha kuenenda katika dhambi, tutaacha kuenenda katika uovu, tutaacha kuenenda katika hizo tamaa mbaya, tutaacha kuenenda katika hizo dhiki tunazoziendea na masumbuko ya dunia hii. Tukitafakari kazi ya Yesu msalabani, hutaendelea kubebana na huo mzigo wa dhambi ambao umekataa kutoa. Hatutaendelea kushikamana na huo uchungu, hatutaendelea kushikamana na hayo mateso. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, jivikeni nira yangu mkajifunze kwangu, maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Bwana Yesu asifiwe. Nira laini na mzigo mwepesi ni neno la Kristo. Si rahisi kubeba neno la Kristo, si rahisi kujitwika msalaba na kuenenda, lakini inawezekana, kwa sababu wakati umejitwika msalaba wako na kumfuata, sio wewe, ni yeye ndani yako, na uweza wake wote umo ndani yako kukuvusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tukisoma kitabu cha Warumi ile sura ya 13 mstari wa 11 mpaka 14. Warumi sura ya 13 mstari wa 11 mpaka 14. Neno la Bwana linasema, naam, tukijua wakati ya kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu u karibu nasi, kuliko
tulipoanza kuamini. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi tuyavue matendo ya giza, tuvae na kuzivaa silaha za nuru. Kama mlivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu, bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata mkawasha tamaa zake. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia kuisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kianzia mstari wa 8 anasema, msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana mpendaye mwenzake ametimiza sheria. Kwa maana kule kusema usizini, usiue, usiibe, usitamani, na ikiwepo amri nyingine yoyote, inajumlishwa katika neno hili, ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Pendo halimfanyii jirani yako haya, basi pendo ndilo utimilifu wa sheria. Bwana Yesu asifiwe. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Bwana Yesu asifiwe. Usiku umeendelea. Jinsi miaka inavyozidi kwenda, tunaona giza katika ulimwengu wa roho linazidi kutanda kila eneo. Kwenye siasa, giza linazidi kuongezeka. Serikali hazijui, viongozi wakuu wa nchi hawajui hatima za mataifa yao. Wakitizama hawaelewi. Miungano na jumuiya mbalimbali zilizoundwa za kimataifa zinazidi kuvunjika, zinazidi kuonyesha kwamba hakuna uaminifu. Imekuwa ni miungano si ya upendo, bali ni miungano ya maslahi. Asiye nacho ananyang'anywa hata kile alicho nacho. Hakuna ambaye anasaini mkataba kwa upendo. Mikataba ya upendo iliisha kipindi kile cha Mwalimu. Saa hizi ni mikataba ambayo nyuma ya kila mkataba kuna maslahi, kwamba tunafanya hichi tunapata nini kutoka kwako, tutapata nini na nini. Tunaposikia diplomasia imechanganyika sana saa hizi, viongozi hawaelewi. Tukitizama kwenye sekta ya mbalimbali hapo serikalini tayari, ukija kwenye upande wa dini na madhehebu, kumekuwa mambo ni mengi. Manabii feki wanaongezeka, watumishi wa uongo wanaongezeka, makanisani waumini feki nao wanaongezeka. Uovu unazidi kuongezeka, watu wanazidi kufanya yaliyo mabaya. Ukitizama kwa namna za kijamii, kila pahali, kwa watoto kote, unaona uharibifu umekuwa mwingi. Kwenye ndoa uharibifu umekuwa mwingi. Anasema usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Mchana wetu ni tunasubiria unyakuo. Tujiandae kila mmoja, tujiandae kila mmoja. Saa yoyote, wakati wowote, Yesu anarudi. Mchana umekaribia. Sasa tukilijua hilo, tufanye hivi. Anasema kama na tuyavue matendo ya giza na kuvaa silaha za nuru. Kama mlivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi wala ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu, bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata mkawasha tamaa zake. Matendo ya giza yana tamaa, matendo ya giza yana uovu, matendo ya giza ni madhambi na yanazidi. Kwa jinsi ya kidunia yanaongezeka. Kwa mtu mmoja mmoja kibinafsi, dhambi, adui ulimwengu wa giza wanapush dhambi iwe ni nyingi kwa watu, iwe ni kitu rahisi kukifanya, iwe zinatungwa sheria zenye kutetea. Lakini sisi tunaomwamini Bwana, sisi tunaomngoja Bwana, sisi tunaotegemea unyakuo, sisi tunaotazamia kunyakuliwa na Bwana, hatupaswi kuendelea katika giza hilo. Tunapaswa kujiandaa kwa ajili ya mchana. Ukijiandaa kwa ajili ya mchana, utaacha yale ya giza. Utaweka blanketi, utaweka kile kinachokutia uzito, utaacha kujikunyata.
utajiandaa kwa ajili ya shughuli za mchana ambazo ni kuifanya kazi ya Bwana aliyokuitia kuifanya. Haleluya, haleluya. Ukisoma Warumi 12 ule mstari wa kwanza, Warumi 12 kuanzia mstari wa kwanza, neno la Bwana linasema hivi: basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika ya mapenzi ya Mungu, yaliyo mema na kumpendeza na ukamilifu. Kwa maana kwa neema niliyopewa nawaambia kila mtu aliyoko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi, kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukitizama kazi ya msalaba, tukitizama majira tuliopo kwamba ni usiku umeendelea sana na giza linakaribia kuisha na mchana umekaribia kuja, sasa tunapaswa kuacha kujitoa miili yetu kuwa silaha za adui. Inatupasa kuacha kuvitoa viungo vyetu kuwa silaha za kumtumikia shetani, bali tuanze kuitoa miili yetu kuwa silaha za kumtumikia Mungu. Tuanze kuitoa miili yetu kuwa silaha za kuifanya kazi ya Bwana. Tuachane na uzinzi, tuachane na uasherati, tuachane na dhambi, tuachane na uchungu, tuachane na hasira, tuachane na kutokusamehe, tuachane na magomvi. Ikiwa kuna ugomvi kati yako, anza kutengeneza sasa. Yesu yupo karibu kurudi. Ikiwa hakuna sababu ya kuendelea nao, samehe, tupilia mbali, songa mbele. Yesu akija asikukute na uchungu kwa sababu ya kiwanja ulichodhulumiwa. Yesu akirudi asikukute una hasira kwa sababu ya mke au mume aliyewahi kukutenda mabaya. Yesu akirudi asikukute ndani yako kuna kutokusamehe kwa sababu ya huyo mfanyakazi mwenzako, bosi au meneja aliyekudhulumu haki yako. Bosi atakapokuja Yesu asikukute ukiwa bado umeshikilia mambo ya dunia, na kwa hilo moja ataumia sana kwa ajili yako kwa sababu umeikosa mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Tuna haki ya kusamehe, tuna wajibu wa kusamehe. Kusamehe kwetu ni haki, kusamehe kwetu ni wajibu. Ni haki kwa sababu Kristo yuko ndani yetu. Ukisikia haki za binadamu, alikuwa ni mwanadamu. Kwa hiyo kwa yale aliyoyafanya, ana haki ya kuona sisi tunaishi katika utakatifu. Alafu kwetu sisi ni wajibu kusamehe ili yule mwenye haki apate haki yake ambaye ni Yesu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatupaswi kuendelea kushikilia uovu. Hatupaswi kuendelea kuishikilia dhambi. Hatupaswi kuendelea kuzikumbatia anasa. Hatupaswi kuendelea kuzikumbatia mali na anasa za ulimwengu huu. Tumtizame Kristo. Haleluya. Amekupa shukuru, amekunyima shukuru, vyote vimo ndani ya mapenzi yake. Amekuponya shukuru, hajakuponya muamini, vyote viko ndani ya mapenzi yake. Mungu anadumu kwa kuaminiwa. Kumwamini Mungu ni kuishi katika utakatifu, ni kuishi katika uadilifu, ni kuendelea kutumaini kwamba anaweza kunisaidia hata iweje, na hata asiponisaidia bado nitamwamini. Bwana Yesu asifiwe. Alikufa msalabani, aliteseka msalabani ili mimi na wewe tuweze kuishi huo utakatifu. Ndicho alichokitaka tu, ili sisi turudi kuishi na Mungu. Hayo ndio yalikuwa mapenzi yake tu. Kustahimili magonjwa, kuyabeba; kustahimili mateso, kuyabeba; kustahimili matusi na matukano, kustahimili makofi na mate. Hayo yote yalikuwa ni kwa ajili mimi na wewe tuweze kumwamini Mungu, mimi na wewe tuweze kusimama pamoja na Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa maana jinsi hii tuenende tukitafakari. Kwa maana jinsi hii
Mungu aliupenda ulimwengu. Kwenye ulimwengu jiweke wewe, kwa maana jinsi hii Mungu alinipenda. Alitaka kunitoa kwenye hichi kifungo cha hasira. Kwa maana jinsi hii Mungu alinipenda, alitaka kunitoa kwenye hichi kifungo cha kisirani. Mungu alinipenda, akataka kunitoa kwenye kupoteza muda. Mungu alinipenda na akamtuma mwanawe kunitoa kwenye uzinzi, kwenye uongo, kwenye umbea, kwenye masengenyo, kwenye manunguniko, kwenye kutokuwa na kiasi. Kwa maana jinsi hii ya Isaya 53, Mungu alinipenda akataka kunitoa kwenye uvivu na usingizi wa mauti. Kwa maana jinsi hii ya Isaya 53, Mungu alinipenda akataka kunitoa kwenye utumwa, kwenye kujiona sifai, kwenye kujiona duni, kwenye kujiona mimi si kitu. Kwa maana jinsi hii. Badilisha fikra zako kupitia kazi ya msalaba. Badilisha mtazamo wako kupitia kazi ya msalaba. Badilisha hatua zako na mwenendo wako kupitia kazi ya msalaba. Badilisha jinsi unavyomtizama Mungu kupitia kazi ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuende mbele za Bwana, tumshukuru Mungu na tumwambie Bwana, tunaomba utusaidie, tunaomba utusaidie, tunaomba uturehemu, tunaomba utuwezeshe Bwana tuweze kuishi vile unataka. Tunaomba utuwezeshe Bwana tuweze kuenenda vile unataka. Ninaomba unisaidie Mungu wangu na familia yangu na ndugu zangu na jamaa zangu na taifa langu, asiwepo mwenye kukosa kuingia rahani mwako. Haleluya, haleluya. Twende mbele za Bwana kibinafsi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu, Mungu muweza wa yote, Baba, ninasogea mikononi mwako tukikushukuru kwa ajili ya neno lako. Asante kwa kututafakarisha haya. Asante kwa kutujilia kwa neno lako. Ungeweza kunyamaza Mungu, nasi tukapotea katika yale tuliokuwa tumeyafuata, lakini kwa rehema zako Bwana umemtuma mwanao kwa njia ya neno lako asubuhi ya leo, na amezungumza nasi kila mmoja kwa namna yake. Bwana, ninasogea mikononi mwako nikisema asante. Falme, tunasogea mbele za uso wako tukisema asante. Asante kwa rehema hizi, asante kwa neema hii, asante kwa upendo huu, asante kwa kutujali Bwana. Asante Bwana Mungu muumba wa mbingu na nchi. Ninakutukuza Bwana, ninakuinua, ninakutukuza mtakatifu, ninakuinua, ninakutukuza Bwana wa mabwana. Pokea sifa na tukuzo Bwana, 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 pokea sifa na tukuzo mfalme wa amani, pokea sifa na tukuzo Mungu mwenye nguvu, pokea sifa na tukuzo mfalme wa utukufu. Asante kwa kunipenda, asante kwa kutupenda Bwana. Rikantora makoriboriand rimako shenterebo korinda ramata rabakoriand rikorobo kontoromo korinda rikanta ramako sheke rikontorobo koriand. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ali hai, tunajitoa tena kwako Bwana. Tunajiweka mikononi mwako Bwana. Kupitia neno lako hili tuko tayari kuacha vyote vya ulimwengu ambavyo vilikuwa vinatutia uzito, vyote vya ulimwengu ambavyo vilikuwa vinanipunguzia mwendo. Niko tayari kuviacha. Uramako sheke rika romoko ramanta ramakorianda. Mwambie Bwana niko tayari, mwambie Bwana niko tayari, mwambie Bwana niko tayari. Chochote kinachonizonga ambacho kwa hicho ninaweza nikaikosa mbingu, ni matatizo na kesi mbalimbali, ni namna mbalimbali zinazo kusababisha uchungu na kumziria Mungu, achana navyo sahihi, achana navyo sahihi. Neema ya Mungu ipo kukuonesha kwamba kwa maana jinsi hii, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, ni jinsi hii ya kulituma neno lake asubuhi ya leo. Rimoko ramanta ramakorianda. Ninaomba uturehemu Bwana, ninaomba uwarehemu watumishi wako Bwana, ninaomba urehemu watoto wako Bwana. Ninaomba rehema zako zipite mfalme wa amani. Ninanyunyiza damu ya Yesu, ninamimina damu ya Yesu
Popote ulimo uovu katikati yetu, Bwana kumbuka rehema. Popote ulimo dhambi katikati yetu, Bwana kumbuka rehema. Bwana kumbuka rehema. Bwana kumbuka rehema. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye familia zetu. Ninaachilia damu ya Yesu kwa kanisa lako. Ninaachilia damu ya Yesu kwa taifa letu la Tanzania. Ninaachilia damu ya Yesu kwa bara letu la Afrika. Ninaachilia damu ya Yesu. Ramanta ramakoriand rimoko shakonta ramando robo koriand rikonto romo korinda ramanta rabo koriand rikanta ramako shekente rebo koriand. Rehema zako zipite Bwana. Rehema zako zipite Bwana. Rehema zako zipite Bwana. Rehema zako zipite Bwana. Ninamimina damu ya mwana kondoo. Ninamimina damu ya Yesu Kristo ipite sasa. Popote uliko uovu, popote alipo madhambi, popote ilipo dhambi katikati yetu, Bwana kumbuka rehema. Tunajitoa Bwana kwa watoto wako tena. Tunajitoa Bwana kukutumikia tena. Tunajitoa Bwana kuacha yote yaliyokuwa yanatuzonga. Kwa jina la Yesu Kristo tusaidie Bwana. Achilia neema yako Bwana itusaidie. Achilia neema yako Bwana ituvushe. Achilia neema yako Roho Mtakatifu, hatuwezi bila wewe. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ali hai, popote zilimo nguvu za giza kwa ajili ya kuchochea uovu ndani ya mtu, ninaachilia damu ya Yesu kung'oa. Ninaachilia damu ya Yesu kubatilisha. Ninaachilia damu ya Yesu. Rikanta ramakoriand rimoko ramand riko roboko ramand rikanta ramako shekenteremo koriand rikanta ramakorimonto robo koriand. Ninamimina damu ya msalaba. Ninamimina damu ya Yesu Kristo. Ninamimina damu ya Yesu Kristo. Achia fahamu za watu kuzimu. Achia akili za watu. Achia mioyo ya watu. Achia popote mlipomtia mtu uzito kwa habari ya mambo ya kiroho upande wa nuru. Ninaachilia damu ya Yesu Kristo. Ninamtoa kwenye hilo dimbwi la mateso. Ninamtoa kwenye hizo kamba na mikatale. Ninamtoa kwa damu ya mwana kondoo. Nguvu za Mungu zipite sasa. Nguvu za Mungu zipite sasa. Ninaachilia nuru. Ninaachilia nuru. Ninaachilia nuru, uwezo wa kushinda dhambi. Ninaachilia nuru, uwezo wa kumfuata Kristo. Ninaachilia nuru, uwezo wa kuiona njia kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Asante Bwana wa mabwana. Asante Alfa na Omega. Asante Mungu mwenye nguvu. Asante Mfalme wa utukufu. Pokea sifa na heshima Bwana, maana unastahili. Pokea sifa na utukufu Bwana, maana unastahili. Pokea sifa na uweza Bwana, maana unastahili. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Basi Mungu akubariki sana wewe uliye pamoja nasi. Mungu akubariki sana wewe uliyefika mahali hapa asubuhi ya leo. Neema ya Bwana izidi kukufunika. Baraka zake zizidi kuwa na wewe. Enenda, ulichokipata hapa ni jinsi ya kuishi kwenye utakatifu kwa mara nyingine. Enenda katika hicho. Biashara zako zikafanyike katika utakatifu. Kazi za mikono yako zikafanyike kwa utakatifu. Mchana wako huu ukaenenda kwa utakatifu na siku zote za maisha yako. Haleluya. Tuombe matoleo yetu. Baba, asante kwa ajili ya matoleo haya. Asante kwa ajili ya kila mmoja kwa nafasi yake. Ni mikononi mwako. Ni sisi wenyewe tumesogea mikononi mwako. Kuwepo kwetu ya muda tumetoa kwa rehema zako kapate kuvipokea. Kupitia hivi Bwana ukatusaidie kuishinda dhambi. Kupitia hivi Bwana ukatusaidie kushinda uovu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai, ninaachilia nuru, ninaachilia baraka kwa watoto wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Furaha yako Kristo, amani yako Kristo ikaonekane kwao popote wanapokwenda, na uso wako Bwana ukawe pamoja nasi sote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Roho Bwana. Asante Bwana wa mabwana. Asante Mungu mwenye nguvu. Asante Mfalme wa utukufu. Asante Bwana wa milele. Pokea sifa na utukufu Bwana. Haleluya. Haleluya. Basi kwa wale tunao
mnaofuatilia kwa njia ya mtandao, namba za matoleo ni 0743605879, lakini pia kwa mahitaji na maombezi tumia namba hizo hizo, utaweza kuonana na mtumishi. Haleluya. Mungu akubariki sana, uwe na asubuhi njema.